Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa anazindua bunge la 13 Novemba 14, 2025, alihutubia bunge na kuainisha mambo mengi ya msingi. Ni hotuba ya ujenzi wa mshikamano wa kitaifa. Unaweza kuita hivyo kwa sababu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisema kazi alionayo pamoja na wabunge ni kujenga umoja wa kitaifa ili sote kwa pamoja tuweze kujenga nchi yetu, tuitunze na kuweza kulinda taifa letu na tuzidi kunyanyua hadhi ya nchi yetu kwa kuweza kufanya kazi kubwa ya maendeleo kwa wananchi. Hotuba ya Rais Samia Suluhu katika uzinduzi wa bunge la 13 ni hotuba ya msamaha na huruma, kwa kuwa Mheshimiwa Rais aliviomba vyombo vya sheria hususan ofisi ya mwendesha mashtaka DPP kuwasamehe vijana waliofanya vurugu Oktoba 29, 2025 siku ya uchaguzi mkuu kwa huruma. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anaamini kuwa miongoni mwa vijana waliofanya hivyo walifanya kwa kufuata mkumbo. Hivyo kama mama, kama mlezi wa taifa na kiongozi mkuu wa nchi, ameweza kuwa na moyo wa huruma kwa kuweza kuruhusu hilo lifanyike. Ilikuwa ni hotuba ya mzazi na mlezi wa taifa kwa watoto wake. Unaweza kuita hivyo kwa sababu Rais Samia aliwahusia vijana kutambua kwamba yeye na wazazi wenzake kipindi walipokuwa vijana, kama wangefanya kama walivyofanya baadhi ya vijana Oktoba 29, hawa vijana au sisi vijana tusingeikuta Tanzania iliyo bora, yenye amani, umoja, maadili na upendo ambayo tunaishi siku hii ya leo na siku nyingine zinazokuja. Hivyo Mheshimiwa Rais alisisitiza kuheshimiana, kuvumiliana na kuhakikisha tunalinda taifa letu. Lakini hotuba ile ni hotuba ya mustakabali mwema wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais ameahidi kuunda tume ya kuchunguza chanzo cha madhila yote ya ghasia za Oktoba 29. Ameahidi kuanzisha mchakato wa katiba mpya ndani ya siku 100 za kwanza tangu atakapokuwa ameingia ofisini. Ilikuwa ni hotuba ya maendeleo na matokeo ya kasi kubwa ambayo itakwenda kutekelezwa kuanzia ngazi ya mitaa, vijiji, vitongoji, wilaya pamoja na mikoa na taifa kwa ujumla. Hivyo ndani ya siku 11 tangu alipokula kiapo, ajira 12,000 zilikuwa zimeshakwisha tangazwa. Ajira 7,000 ni za walimu na 5,000 ni kwa ajili ya wahudumu wa afya. Hivyo mnaweza mkaona kwa namna gani waandishi wa habari, ndani ya siku 100 ambazo kiongozi mkuu wa nchi alitoa ahadi anakwenda kufanyia kazi, yapo ambayo yameshaanza kutekelezwa mpaka hivi sasa. Lakini pia tayari hospitali zimeshapigwa marufuku kuzuia miili ya marehemu kwa madai ya malipo. Na marufuku hiyo Mheshimiwa Rais wakati anazindua kampeni aliweza kuzungumza na amerejea mara kadhaa. Hivyo nchi nzima kwa sasa huduma hizo zinapatikana na wananchi wanaendelea kufurahia matunda ya serikali yao. Lakini pia ni hotuba ambayo imetoa mwanga kwamba ilani ya CCM 2025-2030 inakwenda kutekelezwa kikamilifu.